Kijana, naomba tukazungumze mara moja. Usije ukathubutu kutoa miguu yako hapo. Unanitisha. Walishindwa mababu zako na wahenga wenu waliopita. Utaweza wewe kimimina? Wewe ni nani? Mimi ni mganga Majoka. Natokea kijiji cha pili kutokea hapa. Napita tu katika hichi kijiji. Kijana, nimekukabidhi yule kijana, naomba umsaidie. Umtibie yale majeraha yake, kwa sababu yule kijana ndio mtu pekee wa kuweza kutoa msaada katika hichi kijiji. Tisha, umetumwa. Haya, nenda, ila labda uende ukachukue maiti ya Mansuri Mirambo. Maiti ya Mansuri? Mansuri ni simba na mimi baba yake ndo simba. Alipo simba anapenya popote kwenye maya yoyote bila kufanywa chochote. Usinitishe, nitapita popote, sitafanywa chochote na wala sitozulika na chochote. Kivipi? Kijana, nadhani unafahamu fika matatizo yanayoendelea katika hichi kijiji. Na mimi nilitoweka katika kile kijiji kwenda kutafuta msaada zidi ya haya mambo yanayoendelea, kwa sababu unafahamu watu wanavyopata athari na nyoka. Na hawa nyoka sio nyoka wa kawaida. Hawa ni nyoka waliokuja kwa jumbile la binadamu katika hichi kijiji.
Mbona mimi sikuwahi kusikia hiyo? Sawa, nafahamu hapa kijijini kuna matatizo, nyoka wanaozuru watu, lakini hii habari ya kusema wamekuja katika umbile la binadamu ni ngeni kwangu. Huwezi kupata matatizo kwa sababu hata huyo kijana naye ni nyoka na anatafutwa na nyoka wezie. Ina maana nimekaribisha matatizo katika nyumba yangu? Nisikilize Mr. Mirambo, sikutishi. Hii ni taarifa nakupa. Dada yangu Shauria kashaenda kumaliza kila kitu. Unaenda kumchukua Mansuri Mirambo? Sahau, labda wewe ukachukue maiti, na wewe ukirudi hapa kuchinjilia mbali. Hakuna kiumbe chochote katika himaya ya Suria kinaweza kunizuia mimi. Nikiamua langu nimeamua. Wewe ulikuwa ni adui ya wazazi wangu, ulikuwa ni adui ya kizazi chetu, na sasa ni adui kwangu. Nenda, nitakuonyesha. Usitishe. Hakuna mwanahimaya yoyote wa Suria anaweza kututisha sisi, kutubabaisha sisi. Tuna nguvu zaidi ya nguvu, na usinitishe. Naenda. Sawa, nenda. Dami! Mambo safi. Dami nimemkuta? Hapana, Dami nahisi hayupo. Maana hata mimi nilipofika hapa nimegonga sana hodi, naona hakuna mtu. Unaweza kuzurura? Sawa basi, ngoja nimsubiri. Ina maana unakaa? Aya, sawa, haina shida. Wewe kaa tu. Acha mimi niondoke, nitarudi baadaye. Akija mwambie kuna mtu alikuja kumuulizia. Haina shida. Hapana kijana wangu. Kwa sababu mimi sina uwezo wa kupambana na hao nyoka. Sina uwezo kabisa. Maisha yangu yatakuwa hatarini. Mimi sitoweza kufanya hicho unachoniambia. Kwangu ni ngumu. Siwezi kupokea matatizo ambayo nayaona kwa macho yangu na nikayakaribisha. Ni ngumu. Kijana wangu, kuwa na amani, kwa sababu sitaruhusu wewe uweze kuzurika. Nitakusaidia, ila wewe ndio una jukumu zito la kumsaidia yule kijana. Hapana, bado inakuwa ngumu kwa sababu nina hofu sana. Minyembe akija akijua, na wakati yeye ndo mtu ambaye alikuwa amemkamata yule kijana, huoni kama nitaingiza dosari na vifo katika familia yangu? Mke wangu alishuhudia kwa jicho lake, alishuhudia kila kitu. Leo ikija ikijulikana tu,
tutakuwa tena hatuna bahati. Nitahakikisha na dili na huyo Minyembe ambaye wewe unamwogopa. Sawa, mimi nimekuelewa. Kwa ajili ya familia yangu na kijiji changu, nipo tayari kufanya hivyo. Nitafanya hiyo kazi ambayo umenipa. Nitajitahidi. Sawa kijana wangu. Naomba uifanye kwa ukamilifu. Sawa. Surya, umefuata nini hapa? Na ikiwa ulikataa kuungana na mimi, umefuata nini hapa? Shauria, sijaja kwa ubaya. Nimekuja tu kukupa taarifa za mzee Mirambo. Yupo hapa. Mirambo? Ndiyo, mzee Mirambo. Na kama unavyomjua mzee Mirambo, akikushika anajua yeye mwenyewe cha kukufanya. Kwa hiyo ni vizuri tu uungane na mimi, turudi nyumbani kwanza. Nisikilize Surya. Simuogopi. Na sijawahi kutishwa na kiumbe chochote. Sio ndani ya himaya yetu ama nje ya himaya yetu. Hivyo basi, nilikuwa nikimsubiri kwa muda mrefu sana. Hatimaye leo ameingia kwenye mtego. Na mpaka sasa Mansuri niko njiani kumuua mdogo mdogo. Vipi tena? Mbona mko mbio na shemeji? Kuna shida? Kuna shida. Kwa sababu wakati natoka ndani nimekutana na nyoka ni mkubwa. Nyoka? Nyoka ndio. Sasa kwa hiyo kawaje? Na ndio maana nimeenda kuwaita kule ili waje hapa. Sasa na yule alovaa nguo nyekundu ni nani? Yule pale ni mtu ambaye alienda kumkomboa yule kijana ambaye alikuwa amechukuliwa na kina Minyembe. Na hivi ninavyosema yuko ndani. Yule kijana yule yuko huko ndani? Yuko ndani. Mtanda. Na huyo Mirambo namtamani miaka mingi sana. Nataka nimuue yeye akiwa na mtoto wake, ili walipiza unyama waliofanya. Shauria, unakurupuka dadangu. Acha kukurupuka. Narudia tena, twende nyumbani kama unataka kujiua mwenyewe kwa upumbavu wako. Sawa? Siendi kokote. Siendi kokote. Ulishindwa hii kazi. Surya, nitaimaliza mwenyewe pasipo usaidizi. Sihitaji msaada wako mimi. Kumbuka nilikwambia muda ni muda wa kukaa mimi wewe pamoja na kaka, na unajua hali yake jinsi ilivyo, ili tujue tunafanya nini, kisha tuingie kwenye mapambano wote tukiwa watatu. Kwa nini hutaki kukubali? Kwa nini? Sawa, nimekubaliana na wewe, ila mtu mpumbavu anajichimbia kaburi mwenyewe. Simuogopi kivyo vyote. Mirambo, nakuja. Umetesa familia yangu kwa muda mrefu. Umetesa imani yangu kwa muda mrefu. Nitakuua wewe pamoja na mtoto wako.
Ndugu yangu, mimi nimechoka kabisa. Umesikia kila kitu alichokiongea mke wangu. Umesikia kwa masikio yako kwamba tatizo alilokutana nalo huko, mambo yaloyaona huko, sababu yote ni kwa sababu ya huyu kijana ambaye yupo katika hii nyumba yangu. Sasa mimi sitaki tena kuendelea kuona matatizo yanaendelea hapa. Naomba mchukue mtu wako, mtoe. Kijana, hebu jaribu kuongea na mkeo ili mambo yasiwezi kuja kuharibika. Na halafu hacha kuchukua maamuzi ya asili ya kiasi hiko. Kumbuka wewe ni mtoto wa kiume. Haiko hivyo. Sawa. Nisikilize. Mimi siwezi kukusikiliza. Mimi yani kwa nini? Kwa nini lakini? Kwa nini nidhulumu nafsi yangu? Kwa nini niishi kwa mashaka? Hakati hapa ni kwangu. Mimi siwezi. Kijana, huyu kijana unayemwona hapa, wenda akawa ndio ufunguo wa maisha yako. Dlamini, naomba umtizame huyu kijana kwa jicho la tatu. Sihitaji kitu chochote kile kibaya kingine kimkute. Mimi niko na rafiki yangu nje ya mji. Inabidi tumtoroshe huyu hapa, tukamfiche huko ili asiingie tena katika mikono ya kina Minyembe. Ni mtu muhimu sana kwangu huyu kijana. Naomba uniahidi rafiki yangu kwamba utamtunza na kumtizama nyakati zote atapokuwa hapa kwako. Odi. Sasa hakikisha unamsaidia. Kuna mgeni atakuja hapa muda sio mrefu. Naomba umpokee. Na ukweli wote utaufahamu pindi mgeni huyo atakapoweza kufika hapa.